Tumemshuhudia kocha mpya Young Africans, kocha Pedro Goncalves akiongoza Young Africans hii leo katika mchezo mzuri kabisa ambao Young Africans wamepata alama 3 muhimu. Kocha of course hatuwezi tukakaa hapa tukasema kocha ameshaingiza vitu vyake kwenye timu, ameshaiki hapana. Ila tayari tumemwona kocha Pedro akiwa kwenye bench, akiwa amesimama pale akiongoza Young Africans kupata matokeo dhidi ya Mtibwa Sugar kwenye game nzuri kabisa ya NBC Premier League ambayo imecheza katika uwanja wa KMC Complex. Yes, ni muda ambao tunaweza tukasema sasa tunaanza kuangalia nini ambacho kocha huyu anatuletea. Ukiangalia kwenye game ni ngumu sana kusema kitu fulani hichi ndio ambacho kimeongezeka kwenye mfumo wa kocha Pedro. Ukiangalia namna Young Africans wanavyocheza, hakuna tofauti kubwa sana namna ambayo Young Africans walikuwa wakicheza. Kwa hiyo tunaamini kwamba katika kipindi hiki cha mechi kadha wa kadha mpaka tunapoenda kwenye games AFCON, turudi baada ya games AFCON, basi inawezekana Young Africans wakiwa tukaanza kuviona vitu vya kocha mpya sasa ndani ya klabu ya Young Africans. Lakini kwa hivi sasa kocha mpya ameanza kazi, tumwache tumpe muda tuone nini ambacho kinaenda kutokea baada ya muda fulani, kwa sababu sio rahisi kutengeneza timu kwa muda mfupi na tukaanza kuona matokeo tukaanza kuona idea mpya za kocha katika klabu yao. Tumemwona Ofen Chikola akianza katika mchezo wa leo. Tumemwona Mohamed Hussein akianza kwa mara nyingine mfululizo. Kwa mara ya pili mfululizo mara baada ya kucheza katika mchezo wa kimataifa dhidi ya Silver Strikers. Na hii leo na Shabalala ametokea tena katika kikosi cha kwanza kilichoanza dhidi ya Mtibwa Sugar katika mchezo ambao Mohamed Hussein amekuwa na impact kubwa akichukua tuzo ya mchezaji bora wa mchezo wa leo dhidi ya Mtibwa Sugar. Shabalala ameonyesha ubora wake. Shabalala ameonyesha kile ambacho amekuwa bora kikifanya muda wote katika klabu aliyotoka, Simba Sports Club, na leo amekifanya ndani ya klabu ya Young Africans. Ni kitu kikubwa, ni statement kubwa. Shabalala anarudi kwenye kile ambacho tulizoea kumuona akifanya muda wote. Shabalala ambaye ana uwezo wa kushambulia, Shabalala ambaye ana uwezo wa kudefend, Shabalala ambaye anakupa vitu vingi sana uwanjani, anakupa uongozi. Shabalala ambaye alikuwa ni captain katika klabu ya Simba Sports Club hii leo ameonyesha kile ambacho kimemfanya awe ni mchezaji ambaye amecheza kwa muda mrefu akiwa na nidhamu ya ile akiwa na consistency na muendelezo na kile ambacho amekuwa akifanya. Amepata nafasi ya kwanza katika kikosi cha kwanza cha hii leo cha kocha mpya Pedro Goncalves. Of course tumemshuhudia pia Bakari Mwamnyeto akipenyeza katika first 11 ya Young Africans. Adhabu ambayo anaitumia moja kati ya center back wa Young Africans imemfanya Bakari Mwamnyeto akapata nafasi ya kwanza hii leo katika mchezo ambao Young Africans wampata matokeo ya ushindi. Lakini pia Young Africans bado wameendelea kuendelea na story yao ya Prince Dube. Prince Dube, ukirejea press ambayo Alikamwe aliifanya, amesitiza kwamba mchezaji wake hana shida, mchezaji hana shida, wako pamoja naye na kwamba wataendelea kumsupport na kumuunga mkono, na kulidhihirisha hilo Prince Dube anapata nafasi ya kuanza tena katika kikosi kilichoanza leo. Katika kikosi kilichoanza dhidi ya Mtibwa Sugar. Katika kikosi ambacho kilikuwa ni cha kuingia kutafuta alama 3 zingine muhimu katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Na Prince Dube anaenda kufanya kile ambacho amekuwa akijaribu kukifanya. Yes, inawezekana Young Africans bado wanamwamini Dube au wanataka kuhakikisha kwamba confidence ya Dube, uwezo wake wa kuendelea kujiamini unaendelea kubaki pale, na ndio maana wanaendelea kumpa nafasi. Ni kitu kizuri of course, kwa sababu afya ya mchezaji ya akili inategemea sana vile ambavyo mnamtreat, na katika hilo kiukweli Young Africans wameonyesha uwezo mkubwa wa kumsupport Prince Dube. Wao na Prince Dube bado story yao inaendelea, na tujui itaenda kuishia wapi, lakini kwa hivi sasa bado Young Africans na Prince Dube wao ni pete na kidole. Tumeshuhudia hata baada ya mchezo Prince Dube akijitwalia zawadi kutoka kwa mashabiki. Amekusanya. Wenyewe wanasema atakusanya mpaka apate utulivu wa akili. Kwa hiyo tunaendelea kutegemea kwamba Young Africans na Dube story yao ndo kwanza imeanza, na kwamba tutaendelea kushuhudia mambo mengi sana yakiendelea kutokea kati ya Dube, Young Africans pamoja na mashabiki wao, na kwamba hii story yao bado ni nzuri na ni interesting kuendelea kuisikiliza. Yes, swali lingine, kitu kingine cha muhimu ni kwamba je, tunaweza tukasema kwamba Shabalala tayari ameshaichukua first 11 ndani ya klabu ya Young Africans? Of course inawezekana, ni mapema sana kusema kwamba tayari Shabalala ameshachukua first 11 ndani ya klabu hiyo, lakini kitu ambacho amekifanya mbele ya kocha mpya hii leo, kitu ambacho amekifanya mbele ya kocha mpya katika mchezo wa kimataifa aliocheza dhidi ya Silver Strikers, mchezo wa League 2 ambao umepeleka moja kwa moja katika hatua ya makundi kuqualify, ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Kocha amekaa anamuona Shabalala akifanya kile ambacho anakifanya, hata kama ni kwa namna yoyote ile, kocha lazima atamwamini Shabalala na atakuja kumpa nafasi. Kwa hiyo kutokana na mabadiliko ambayo yametokea ndani ya kikosi kwa maana ya kiukocha, kutokana na kwamba kocha mpya amekuja, tutegemee kuona Shabalala akipata nafasi zaidi na zaidi, kwa sababu statement aliyoiweka hii leo aliyoiweka katika mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar inamweka katika list ya wachezaji ambao
kocha atawarigadi kama material ya kikosi cha kwanza ya timu yake, na kwamba hawezi kumwacha tu Shabalala akazunguka na kati. Amefanya kitu kikubwa sana mbele ya kocha katika mchezo muhimu wa kurudi katika ligi kuu ya NBC. So ameshapata nafasi kwenye kikosi cha kwanza, bado ni debatable, lakini kwa asilimia kubwa tuamini kwamba tayari Shabalala ameshaweka statement ambayo inamlinda yeye dhidi ya maamuzi yote ambayo kocha anaweza akafanya katika kikosi chake cha kwanza kinachocheza kwanza katika mchezo wote ule, uwe ni wa ndani au ni wa kimataifa, kwa sababu tayari tumeshaona kwenye mchezo wa kimataifa amefanya vizuri, lakini pia kwenye mchezo wa ndani wa NBC Premier League tayari amefanya vizuri, akiondoka na tuzo ya man of the match. Yes. Credit kwa mashabiki wa Young Africans kwa kile ambacho wamekifanya uwanjani hii leo kwa Prince Mpumelelo Dube. Wamefanya kitu kikubwa sana ambacho kwa kawaida ukiangalia kwa macho ya kawaida unaweza kufikiri ni kitendo cha kawaida tu. Lakini kile ambacho wamekifanya mashabiki wa Young Africans kwa mchezaji wao Prince Dube ni kitu kikubwa sana. Yes, wamefanya kitu ambacho inawezekana hujaona, lakini mechi ilipoanza dakika za mwanzoni kabisa, Prince Dube alikuwa akipata mpira, mashabiki wa Young Africans walikuwa wakimshangilia na kumuimba jina lake Prince Dube, Prince Dube, Prince Dube, 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 Dube. Ile ilikuwa ni kitu kikubwa sana kwa mchezaji. Hata hivyo, baada ya mchezo, Prince Dube ameenda ameokota maokoto ya kutosha kutoka kwa mashabiki wa Young Africans. Kipekee mashabiki wa Young Africans mnastahili pongezi katika hili. Timu nzima ya Young Africans kuanzia msemaji wao Alikamwe mpaka kwa mashabiki wa Young Africans wamefanya kitu kikubwa sana. Wanastahili pongezi nyingi kwa hicho ambacho wanakifanya kumsupport mchezaji wao, kwa sababu baada ya mchezo waliocheza dhidi ya Silver Strikers, watu wengi sana walimwandama Prince Dube kusema kwamba Dube anatakiwa ajitathmini katika hili katika lile, Dube anazingua, Dube hatumii nafasi. Lakini mchezaji kukosa nafasi uwanjani ni kitu cha kawaida, lakini sasa hata kama akikosa mara nyingi haifai kwenda kumdemoralize kwa kumsemea maneno ambayo anamfanya atoke katika mstari. Hivi Young Africans wameamua kusimama na Prince Dube na kufanya kile ambacho wanaamini wao ni sahihi. Story yao ni interesting kwa sababu wameamua kuachana na yale makosa ambayo Dube anakuwa akayafanya uwanjani, kwa maana ya kukosa nafasi zinazotengenezwa za kufunga magoli, na wameamua kusimama na utulivu wake wa akili na kuhakikisha kwamba wanaendelea kumsupport katika safari yake ya kucheza ndani ya klabu ya Young Africans. Kwa hiyo credit kwa mashabiki wa Young Africans, hicho walichokifanya ni kitu kikubwa sana. Mmemsupport wakati wa mchezo na hata baada ya mchezo kumuonyesha upendo mkubwa. Ni kitu ambacho naamini Prince Dube hawezi kukichukulia kwa kimasiara, lazima ataheshimu hicho ambacho amekifanya, na hata akienda katika uwanja wa mazoezi atajua anafanya kitu akiwa na deni kwa mashabiki wa Young Africans kwa kile ambacho wamekifanya katika mchezo wa leo. Credit kwa mashabiki wa Young Africans. Shabalala anafunga goli lake la kwanza katika klabu ya Young Africans kwenye mchezo wa NBC Premier League dhidi ya Mtibwa Sugar. Yes, hichi ni ambacho Shabalala amekuwa akifanya bora kwa muda wote. Amefunga goli ambalo kwa mtu ambaye alikuwa hana uzoefu wa kutosha angeendelea tu kupiga pasi katika ile nafasi ambayo alipokea mpira, lakini Shabalala alichagua kufanya kile ambacho anaamini yeye ni bora, kufanya attempt ya moja kwa moja golini, kuhakikisha kwamba anamjaribu goalkeeper, na kweli jitihada zake zikazaa matunda. Kile ambacho amekifanya Shabalala Mohamed Hussein ni kitu bora sana kwa mchezaji yoyote ambaye amemachua. Ile ni moja kati ya vitu ambavyo tunategemea anaweza kufanya, kwa maana ya kwamba kuamua mchezo muda wote ambao inaonekana hakuna uwezekano wa mechi kufungwa, muda ambao unaonekana hakuna namna goli hapa linaweza likapatikana, lakini Shabalala anafanya kitu kikubwa. Shabalala anafanya kitu ambacho ni amazing. Anapiga shuti zuri kabisa kutokea mbali nje kabisa ya D na anapiga golini na kipa linamshinda na Yanga anapata goli la kwanza. Goli la kwanza kwa Young Africans katika mchezo dhidi ya Mtibwa, lakini goli la kwanza kwa Shabalala katika klabu ya Young Africans. Credit kwa Mohamed Hussein Shabalala, ameonyesha klasi yake na kwamba yeye ni mchezaji mkubwa na ana experience ya kutosha kuweza kufanya vitu vikubwa katika mchezo muda wote ambao unategemea inaweza kistokea kitu, yeye ameweza kufanya hivyo. Mchezaji Celestine Ekwa ambaye amefunga goli lake la kwanza pia katika mchezo huu wa NBC Premier League dhidi ya Mtibwa Sugar. Ni goli ambalo ni zuri sana, amefunga goli la kideo, goli ambalo unaweza kuwalaumu wachezaji wa Mtibwa Sugar kwa kumwacha, kushindwa kumfanyia marking toka alipotoka na mpira pembeni ya uwanja, anarudi mpaka anakuja kukaribia na eneo la D, anakuja kwenye kona ya box kubwa, anapiga shuti ambalo ni amelipeleka kwenye posti mbali kabisa kwenye kona karibu na engo 90 na kumshinda goalkeeper. Yes, ni kitu kikubwa sana amekifanya Celestine Ekwa. Ametoa statement kwamba yeye ni nani na klasi yake ni ipi, nini ambacho anaweza kukifanya, ubora wake uko wapi. Amewafanyia Young Africans moja kati ya kitu ambacho sidhani kama anaweza kusahau kirahisi, kwa sababu tangu kwenye game ya Bonanza ya siku ya Mwananchi, Celestine Ekwa alionyesha kwamba ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kufanya vitu vikubwa, lakini katika mechi zilizopita hapa hakupata nafasi ya kufanya hicho kitu. Ila leo amedhihirisha kwamba yeye kama mchezaji mkubwa ana uwezo wa kufanya vitu vikubwa pia kwa kufunga goli ambalo ni stunning. Baadhi ya watu wanajadili wakisema kwamba inawezekana tumeshapata magoli bora ya msimu katika mechi ya leo ya Young Africans, kwa maana ya goli la Mohamed Hussein, lakini pia na goli la
Celestine Yakua. Yes, ni bonge moja la goli, magoli yaliyofungwa yote ni magoli ya kideo. Niambie kwenye comment unafikiria goli lipi ni zuri, goli lipi ni bora zaidi kati ya goli la Mohamed Hussein na goli la Celestine Yakua. Niambie kwenye comment. Baadhi ya watu wameshaanza kulinganisha kwamba walichokiona leo na kilichokuwa kinatokea kwa timu ya Romain Folz havina tofauti. Nafikiri sio wazo bora sana kuanza kumlinganisha kocha Pedro Goncalves ambaye ni mgeni katika klabu ya Young Africans, ambaye ana siku chache sana ndani ya klabu ya Young Africans. Sidhani kama hata amepata muda wa kutosha kutrain, kufanya mazoezi na klabu, kufanya mazoezi na wachezaji katika kuandaa mchezo ambao amecheza. Sidhani kama inakuwa ni fair tukimjaji kwamba yeye na Romain Folz hakuna tofauti, kwa sababu Romain Folz alipata muda mrefu wa kukaa na timu tangu msimu wa pre-season mpaka michezo ya ushindani imeanza, kuanzia na ngao ya hisani, ngao ya jamii, mpaka walipoenda kucheza mchezo dhidi ya Silver Strikers. Alipata muda mrefu kukaa na timu. Sidhani kama ni fair kumjaji kusema kwamba kocha huyu amefanya hiki na kocha Romain Folz amefanya hiki. Kocha Pedro Goncalves hajapata muda wa kukaa na timu kwa muda mrefu. Hata kocha Malawi Patrick Mabedi hakupata muda wa kutosha kukaa na timu. Kwa hiyo hatuwezi tukakaa tukawajadili tukisema kwamba nani ni bora kuliko mwingine. Nafikiri it is fair kama tutawapa muda wa kutosha, tuwape games, tuwape game 10, 15. Tuache mpaka katikati ya msimu tuangalie games za kimataifa, tuone nini wanaenda kukifanya. Tukisema tuwajaji kwa mchezo huu wa leo, itakuwa kama tuko fair kwa kocha Pedro Goncalves ambaye ndo kwanza ana siku 3-4 ndani ya club. So tuache wafanye wanachoweza kukifanya, watengeneze timu kwanza, then baada ya hapo tuje na statement zetu kwa kile ambacho tunakiamini kwamba kocha ameweza kukifanya na kile ambacho hajaweza kukifanya, ndio tukicomment. Tukimcompare sasa hivi kwamba kocha Pedro Goncalves alichokifanya na Romain Folz hakuna tofauti, tunakuwa tunamuonea kocha Pedro Goncalves, lakini pia inawezekana hata kocha Romain Folz pia tunamuonea, kwa sababu wote walipata nafasi kwa muda wao kufanya ambacho waliweza kufanya na matokeo yote tuliyaona. So tuwaachie tuone nini ambacho wanaweza kukifanya.